Shirikisho la soka Afrika kupitia kamati yake ya waamuzi tayari imeshaweka wazi juu ya waamuzi ambao wanakwenda kuchezesha michezo ya fainali ya ligi ya mabingwa, lakini pia kombe la shirikisho Afrika kwa maana ya michezo ya kwanza. Ikumbukwe Simba ndio mwakilishi ambaye anatuwakilisha Tanzania katika mchezo huo wa fainali dhidi ya RS Berkane, na mchezo wa kwanza ambao utachezwa Morocco siku ya Mei 17. Mwamuzi wake tayari yuko hadharani, ameshajulikana. Lakini fainali ya ligi ya mabingwa Afrika ambayo Pyramids atacheza dhidi ya Mamelodi Sundowns, Sundowns wakianzia nyumbani, Loftus Versfeld pia mwamuzi ametambulikana. Tunakwenda kuangalia hususan mwamuzi kwa upande wa mechi ya Berkane dhidi ya Simba. Ni mwamuzi mwenye kumbukumbu nzuri sana na Simba, ni mwamuzi mwenye kumbukumbu mbaya na RS Berkane. Nini kinatokea katika mechi hiyo? Basi tutakwenda kumwangalia huyu mwamuzi na wasifu wake, lakini pia tuangalie katika ligi ya mabingwa Afrika, naye mwamuzi ni nani na imekuwaje. Ikumbukwe awali ya yote kuna session tulizungumzia juu ya swala la pasua kichwa ya CAF na waamuzi ambao watawatumia katika michuano hii ya shirikisho na ligi ya mabingwa, kwa maana ambao wanatazamiwa kuchezesha fainali. Ikumbukwe tuliwahi kuangalia juu ya waamuzi watano ambao wanatoka CAF na wana nafasi kubwa ya kwenda kuchezesha michezo hii ya fainali, na waamuzi hao ndio wale ambao shirikisho la soka Afrika liliwapeleka katika fainali za kombe la dunia za klabu. Majina yao yamepelekwa kule na wanatarajiwa kuchezesha michezo hiyo katika waamuzi 32. Waamuzi hawa ndio tulitarajia katika michezo hii ya fainali ndio wangechezesha, kwa sababu fainali nyingi za hapa karibuni wamechezesha wao au nusu fainali wamekuwa wakitokea wao. Waamuzi hawa watano ambao tulifikiria kama wangeweza kukaa pale na kuchezesha, kuna Ngambo Ndala, huyu kutoka DRC, kuna Ibrahim Mutaz kutoka Libya, pia yupo Beida Dahane kutoka Mauritania, yupo Issa C kutoka Senegal, lakini pia yupo Mustafa Ghorbal kutoka Algeria. Sasa hii ndo seti ya waamuzi watano ambao watakwenda kuiwakilisha CAF katika fainali za kombe la dunia la ngazi ya klabu mwaka huu. Na hawa ni waamuzi ambao wamekuwa wakichezesha mechi hizi za CAF tangu msimu uliopita. Wapo waliochezesha fainali, wapo waliochezesha nusu fainali, yupo ambaye amechezesha CAF Super Cup. Sasa katika orodha hii ya waamuzi, hawa ndio top referees ambao CAF wamewapeleka katika hiyo michuano mikubwa. Kwa hiyo kwa sababu hatua hizi ni kubwa, tungetarajia na hawa waamuzi wawepo pia katika kampeni ya msimu huu kwa maana ya hizi fainali. Mambo yamekwenda tofauti katika fainali zote mbili, kwa maana ya ligi ya mabingwa na ya kombe la shirikisho. Mambo yamekwenda tofauti, na katika session ya waamuzi ambayo ilipita tulivyoangalia, nilisema tutarajie kuona hawa waamuzi wakiwepo katika michezo ya fainali, lakini pia inaweza ikawa tofauti. CAF wanaweza wakawadhibiti hawa waamuzi na kuwapa waamuzi wengine ambao hawaendi katika michuano ya kombe la dunia. Ndicho ambacho kimetokea katika michezo ya fainali ya kwanza. Mwamuzi anayekwenda kuchezesha mechi ya Mamelodi dhidi ya Pyramids, mechi ya kwanza, huyu ni Mahmoud Ali Mahmoud. Huyu ni raia wa Sudan, ndo anakwenda kuchezesha huu mchezo. Ikumbukwe Mamelodi Sundowns wanatokea Afrika Kusini, ukanda wao unaitwa Kosafa. Alafu Pyramids wanatokea Afrika Kaskazini, ukanda wao unaitwa UNAF. Maana yake huyu mwamuzi anatokea Sudan. Sudani ni ukanda wa Sekafa. Kwa hiyo wamezingatia. Mwamuzi huyu Mahmoud Ali Mahmoud kutoka Sudan ndiye ambaye anakwenda kuchezesha mchezo wa fainali ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika. Lakini mwamuzi huyu
Atakumbukwa pia katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika, alikuwa mchezo kati ya CS Constantine ambao walikuwa nyumbani Algeria wakiwapokea RS Berkane. Constantine alipata ushindi wa goli 1-0. Huyu mwamuzi alikuwa kati. Maana yake nini? Katoka kwenye nusu fainali ya shirikisho, ameenda katika fainali ya ligi ya mabingwa. Lakini tukija kwenye hili sasa la Simba, mechi ya RS Berkane dhidi ya Simba, mwamuzi ni Pierre Ghislaine Acho. Yes, mwamuzi huyu anatokea Gabon. Ukiangalia na hapa, kwa maana huu mwamuzi ambao tutakwenda kumwangalia kiundani zaidi, na namna gani amekuwa na kismati kwa Simba na amekuwa na bahati mbaya kwa RS Berkane, basi tukiangalia kwanza hapa RS Berkane wanatokea UNAF, ukanda wa Waarabu huu. Simba wanatokea ukanda wa Sekafa, alafu Pierre Acho anatokea ukanda wa UNIFAC. Kwa hiyo wamezingatia hizi kanda, waamuzi wametoka katika kanda tofauti. Maana yake nini? Tutarajie kuona mechi ya pili ambayo Simba atakuwa nyumbani dhidi ya RS Berkane, kuona mwamuzi ambaye anaweza kutokea tena ukanda wa kati kwa maana ya UNIFAC, akatokea ukanda wa Kosafa huku kusini, akatokea ukanda wa Afrika ya Magharibi. Tutarajie kuona mwamuzi akitokea huko. Hizi ni dalili tu. So fainali ya ligi ya mabingwa, fainali ya kombe la shirikisho, ndicho ambacho kimepangwa mpaka wakati huu. Wakati huo tukisubiri kuona fainali za pili itakuwaje. Sasa tuende tukamwangalia Pierre Ghislaine Acho kutoka Gabon, ukanda wa kati, yani UNIFAC. Ni mwamuzi gani? Ni mwamuzi mwenye profile ya aina gani? Sasa basi, mwamuzi Pierre Ghislaine Acho ana umri wa miaka 32, anatokea Gabon. Gabon ni miongoni mwa mataifa ya kati katika kanda za mpira wa miguu, ukanda wa UNIFAC. Na kimsingi huyu ni mwamuzi junior kwa umri wake. Alianza kuaminiwa na CAF au kuingia katika anga za CAF mwaka 2018-19, na itakumbukwa alikuwepo Tanzania, michuano ambayo ilimpa thamani ni ile michuano ya vijana chini ya umri wa miaka 17 ambayo Tanzania tulikuwa wenyeji. Ikumbukwe ilikuwa katika vituo viwili. Kituo cha kwanza kilikuwa Azam Complex, kituo cha pili kilikuwa Benjamin Mkapa. Na katika ile michuano alikuwepo yeye kama mwamuzi, na alichezesha mchezo kati ya Morocco dhidi ya Cameroon. Mbali na hapo, mwamuzi huyu kwa maana ya Pierre Ghislaine Acho ni miongoni mwa wale waamuzi ambao CAF imewatengeneza kuja kuchukua generation nyingine, kwa maana kupokea vijiti kwa hawa waamuzi ambao umri wao umesogea na wanakaribia kuondoka sasa hivi. Akina Jean-Jacques Ngabo Ndala hao, akina Bamlak Tesama, ni waamuzi ambao wanaonekana wamekaa muda mrefu. Kwa hiyo hawa ndio generation mpya kutoka CAF. Sasa basi, huyu si sehemu ya waamuzi ambao watakwenda katika finali za kombe la dunia, lakini kumbukumbu zake nzuri, ameshawahi kuchezesha michezo miwili mikubwa hapa Afrika. Mchezo wa kwanza mkubwa ambao ameuchezesha ilikuwa ni fainali ya kombe la Super Cup kati ya Ahli dhidi ya USM Alger USMA. Baada ya ule msimu ambao Ahli alichukua ubingwa wa ligi ya mabingwa na USM Alger alichukua ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika baada ya kufunga Young Africans, wakakutana katika Super Cup. USMA wakapata ushindi, hivyo basi wakachukua kombe la finali ya Super Cup, mwamuzi akiwa ni Pierre Ghislaine Acho. Finali ya pili ilikuwa ni finali ya CHAN 2022. Hii pia mwamuzi alikuwa yeye, ambapo walikutana finali wenyeji Algeria dhidi ya Senegal. Na Senegal walishinda kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Kwa hiyo hizi ndio kumbukumbu zake kubwa za michezo mikubwa ya CAF. Sasa hii michezo ni mikubwa, aweza kapewa mwamuzi dhaifu. Huyu ni miongoni mwa waamuzi bora ambaye CAF wapo naye na amepewa aina hii ya michezo. Kipimo kingine cha ubora, mchezo wa AFCON kati ya Senegal wanaaga mashindano.
dhidi ya Ivory Coast ambayo ilifanyika Ivory Coast. Ivory Coast anashinda kwa changamoto ya mikojo ya penalty na Senegal anaaga mashindano. Mwamba alikuwa kati katika huu mchezo. Sasa basi, kumbukumbu yake dhidi ya Simba, muamuzi huyu ni nzuri. Mpaka sasa tunapozungumza, tangu mwaka 2018-19 alipoanza kuingia rasmi katika waamuzi wa CAF katika michuano mikubwa ya CAF, mwaka 2019 na 20 ndo rasmi alianza kuchezesha michezo katika ngazi ya klabu. Kumbukumbu yake ni nzuri kwa upande wa Simba na ana kumbukumbu mbaya kwa upande wa RS Berkane. Dhidi ya Simba itakumbukwa aliwahi kuchezesha mchezo mmoja tu mpaka sasa tunapozungumza, na mchezo huo ulikuwa ni Simba akiwa nyumbani, alishinda magoli 2-0 dhidi ya Wydad Casablanca, kule ambako wanatokea RS Berkane. Mwamuzi alikuwa kati huyu bwana. Huu ulikuwa msimu uliopita kwa maana ya 2023-24. Magoli yote mawili ya Simba yalifungwa na Leandre Esomba Onana, yote mawili ndani ya kipindi kifupi tu alimaliza hii mechi na Simba walipata ushindi. Kwa hiyo huu ndo mchezo pekee ambao ameichezesha akiwa center referee wa wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo hii sio mara ya kwanza kuchezesha Simba. Ana kumbukumbu nzuri dhidi ya Simba. Mechi ya upande wa RS Berkane ambayo Mwamba alikuwa kati, na nasema wana kumbukumbu mbaya, ilikuwaje? Ilikuwa ni msimu mwaka 2022-23. Msimu huu kombe la shirikisho Afrika, finali walicheza Young Africans na USM Alger. USM Alger akawa bingwa. Katika msimu huu, katika zile hatua za awali, ni RS Berkane walicheza dhidi ya US Monastir. Monastir walikuwa katika kundi moja na Yanga katika msimu huu. Sasa hii kabla ya kwenda hatua ya makundi ilikuwa ni ile hatua ya playoff, yani baada ya kucheza hatua ya kwanza wakaenda hatua ya pili. Hii ni hatua ya tatu ambayo ni ya playoff kuelekea finali. Young Africans huu msimu walicheza dhidi ya Club Africain wakapita, lakini USM Alger US Monastir walicheza dhidi ya RS Berkane. Matokeo yalikuwaje? Mechi ya kwanza ambayo ilipigwa Tunisia, wa Tunisia hawa Monastir walishinda 1-0. Mechi ya pili ambayo ilichezwa Morocco, mechi ilimalizika kwa goalless draw, hakuna ambaye alipata goli, na ndio mechi ambayo iliwaondoa RS Berkane. Mwamuzi wa kati alikuwa Mwamba Pierre Ghislain Acho katika mchezo huu wa mwisho kumaliza safari ya RS Berkane na US Monastir wakenda mbele. Kwa hiyo ni mwamuzi ambaye ana kumbukumbu mbaya dhidi ya RS Berkane, licha kwamba ni mchezo mmoja tu amechezesha dhidi ya Berkane na ni mchezo mmoja tu amechezesha dhidi ya Simba. Kwa hiyo hii labda ni dalili njema kwa Simba Sports Club kuelekea mchezo wao dhidi ya RS Berkane ambao wanatarajiwa kupigwa Mei 17 katika uwanja wa Manispaa ya Berkane mbele ya Orange Boys. Itakuwaje hiyo mechi? Basi tunasubiri kufika hiyo siku, lakini tayari juma moja limefika, tayari hawa waamuzi wameshasukumwa katika mashirikisho. Ikumbukwe CAF wanaweka orodha ya waamuzi wote, alafu wanapeleka katika mashirikisho. Mashirikisho ndio yanapelekea klabu kwamba hao ndio waamuzi ambao watakuwa kati siku hiyo ya mechi. Kwa hiyo seti hii ya waamuzi ndio itakuwa inaongozwa na Pierre Ghislain Acho katika mchezo wa fainali ya kwanza kule Morocco. Lakini kwa upande wa Liga Mabingwa Afrika, Mahmoud Ali Mahmoud kutoka Sudan ndiye ambaye atakuwa muamuzi wa kati katika mchezo wa Mamelodi Sundowns dhidi ya Pyramids.